Jambo kanisa. Jambo sana. Nashukuru Mungu kuona nimepata nafasi hii na ikafika nikachanga lugha, basi mnisikie. Mara nyingi nasema sisi kuzaliwa kwetu tulisikia wazazi wetu mara na mara wanasema mashi. Tulipocheza pamoja na wengine tulizungumza Kiswahili. Tulipoenda shuleni tukasoma kwa Fransai. Tulipozungumza na askari tukasema Lingala. Tulipoenda Norvege tukasema Noshke. Basi hatujui sasa lugha gani tunajua. Lakini najua ya kwamba lugha tunayo ni Yesu Kristo yu hai. Amen. Ninashukuru Mungu kwa nafasi hii nimepata kuja mbele ya kanisa kwa siku ya leo na kusema ya kwamba yeye Bwana yu hai. Amen. Nakwambia numwambie mwenzako Yesu yu hai. Yesu yu hai. Nilikuwa na kusema na mchungaji nimezaa. Mimi ni sharti nifanye ushuhuda yangu kwa namna nilivyopokea Kristo na navyo nilivyotoa na Kristo. Kwani nilitoka ndani ya nchi hii nilikuwa nadhani ya kwamba mimi nitabaki nikitumika politiki yenyewe, lakini sikuwa najua kitu moja, ya kwamba politiki ya kwanza ni kumtegemea Bwana. Tutasoma kidogo neno katika Matendo ya Mitume sura yake ya 13. Mitume 19 nasema nisamehe, sura ya 19 na mstari wa 15. Matendo ya Mitume sura 19 na mstari wa 15. Mimi na Biblia ya Kifaransa. Asante. Matendo ya Mitume sura 19 na mstari wa 15, Biblia inasema, yule pepo mchafu akawajibu akawaambia, Yesu namjua na Paulo namfahamu, lakini ninyi ni nani? Amen. Wacha nimwambie mwenzako wewe ni nani? Wewe ni nani? Sijasikia. Mwambie mwenzako wewe ni nani? Wewe ni nani? Mimi nakwambia mwambie mwenzako wewe ni nani? Kwani mimi nitakwambia mimi ni nani. Bwana asifiwe sana. Amen. Mimi nitakwambia mimi ni nani. Biblia yakwambia ya kwamba ni pepo ndiye aliyenena na akawaambia Yesu namjua. Biblia ikwambia ya kwamba Petro ama Paulo namjua. Inakwambia Paulo namfahamu. Ni kwa nini? Kwani pepo anajua Paulo kupitia Yesu Kristo aliye hai. Sema amina. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Ndugu yangu, acha nikwambie mimi ni nani. Nikiona Bobe hapa nasikia bie. Bwana asifiwe sana. Barikiwa ndugu. Nikiona Kado hapo nasikia mzuri sana. Na Bwana akubariki. Nikiona wengi wenu nasikia nimefurahi sana. Nilizaliwa hapa. Nilikomea hapa. Na kisha miaka 18 nilizaliwa kwa jamala ya Wakristo. Baba yangu anaitwa Kashali Andre, mnamjua kwa Philadelphia ama mmemsikia. Jamaa yangu najua ni watu wa kuomba Mungu sana. Lakini kwa miaka 18 mimi na huyo anaitwa Yesu Kristo tukawa na nini? Tukana na uachano. 18 nilienda Burundi, toka Burundi nilienda Kinshasa, nikaenda kwa mambo yangu. Nilienda Congo Brazzaville. Nilijaribia kuwasogelea Wakristo. Lakini niliona hakuna msaada. Ukakuja kwa Mkristo wanakaribisha kanisani na baada ya hapo wanakusahabu. Nadhani sio hivyo. Hallelujah. Wanakwambia karibu ndugu na Mungu akubariki pamoja nasi. Hakuna ambaye atajua shida zako. Unakwenda na kuisha na hadi hapo inakwisha. Na alafu siku moja nikaenda kwa moske.
Nikakaribishwa, na baada ya hapo wakaniambia sasa tangu leo ukakuwa Muslim na ukakuwa Muislamu tunakusaidia. Nikasema hapo nasikia vizuri. Wakanifuata nyumbani, wakaniambia unataka, nikasema ndio. Basi ingia. Wakanibatiza, wakanipa jina. Wakaniita Ibrahim. Lakini nikasema hiyo ni Abraham sasa. Hallelujah. Sema nami amina. Amen. Mimi nilikwambia nakwambia mimi ni nani? Ambia tena mwenzako wewe ni nani? Nilitoka Brazzaville. Nilienda kwa shule mwaka moja, lakini mambo ilikuwa haiendi. Nikaingia kwa movement moja wanaita Jeunesse Verte Centrafricaine, ya watu wa kutoka Centrafrique. Tukaingia, twende wapi? Twende Libya. Kamata ndege tunaenda Libya. Tunaenda Libya baada ya nini? Baada ya kunena ya kwamba sisi tunatoka kuangusha ndege moja huko Centrafrique. Ndege ya Francais Jaguar 1985. Najua wamoja kati yenu wanajua. Kuna watu wa elimu walisikia habari hiyo. Tulisema ni sisi sasa. Lakini sasa ndani tulimoingia, dini tulimoingia, hiyo ambayo itakupitisha mbele ndio inafaa. Maana tumia bongo na unaweza, ya lazima nitoe mbele. Sema karibu. Ambia mwenzako karibu. Karibu. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwani nina mmoja ambaye ninaijua. Mimi ni nini? Mimi ni kweli, njia na uzima. Amen. Dini ambayo nilikuwa ndani sasa kwa saa hizi yaniambia sema kweli na kweli pekee. Bwana asifiwe sana. Amen. Na ndio kwa maana namshukuru Mungu tena zaidi. Tulifika Libya. Mna shida? Hakuna shida. Tulienda kwa moskee, lakini tukaomba Mungu, tunamuita jina nyingine kwa lugha nyingine. Tukasikia mahubiri, sio mahubiri kwa lugha yangu, ni kwa lugha nyingine. Wananiambia huyo Mungu anasikiaga tu hiyo lugha, kwani tutamuita ni Allah. Alafu namuuliza kwa jina yangu ni nini, kwa lugha yangu ni nini? Hapana, hiyo ni jina yake tu. Nasema sasa mimi nataka Mungu ambaye najua kwa jina kwa lugha yangu dhamini. Sasa wewe utaomba Mungu ujue kwa lugha yako. Utamwambia lugha gani? Ambia ndugu yako angalisho. Bwana asifiwe sana. Amen. Ukiniona nasimama hapa sema Bwana yu hai. Nilienda, nani anajua? Baba yangu anajua? Mama yangu anajua? Ama wazazi wangu wanajua? Ama wakubwa yangu kama nyinyi mnajua? Hakuna, nimekwenda. Nilikuwa kwa safari kubwa sana. Alafu tulitaka nini? Tulitaka twende Ulaya. Kwani si tupigania kwenda Ulaya? Si ndio tupigania? Huko maisha iko. Alafu tulipita lakini kulikuwa tofauti kidogo. Kwangu mimi peke yangu special. Kwa nini? Kwani kwa vitambulisho vyangu na wanatoka piga bombe Tripoli na Benghazi makati na Reagan. Wengi wenu wanakumbuka. Alafu vitambulisho vyangu wanaandika kwamba nilizaliwa Bukavu, diplome d'etat. Na hiyo ambayo nilikuwa nayo ya passport wanaandika nimezaliwa Bangassou, Centrafrique. Difference hiyo wakaniambia hutavuka, rudi. Nikarudi nikiwaambia wa Libya ya kwamba mimi sio huyo. Ni nini hapo? Unanisikia? Nakwisha. Alafu nitafanyaje? Wacha basi tufanye nyingine. Mpango mpya. Twende Centrafrique. Tukafanya nini? Tukaangaje tena wengi. Tuwe wengi zaidi. Wakanilipia. Tukakuja Brazzaville, Kinshasa, narudi Bukavu. Baba nisamehe. Nakusamehe mtoto wangu, wacha yote imekwisha. Sasa mambo mapya kwenda Lubumbashi. Nimekwenda Lubumbashi. Sema tangalisho sana ndugu yangu. Wokovu ni wokovu. Ikienda hivyo unachukua muda nyingi. Wacha nianze kurukaruka. Hallelujah. Nilikuwa hapa. Nilienda Lubumbashi nilitoka, nilienda kwa ISDER, wengi wananijua, nilikuwa doyen wa étudiant, nilikuwa president wa doyen yote ya vile Bukavu. Kabila kaingia, tukaanza na Kabila. Kwa wale wa 10 ambao walianza na Kabila, tukaanza pamoja. Kinshasa ilichukuliwa, tulienda huko, tulizunguluka hapa kukaja shida.
nikakimbia. Sitaingia kwa undani Sema Yesu yu hai tena. Yesu yu hai. Unajua kanisa, nikikuona mimi nazoea kusema mara nyingi sana, ufanye angalisho, usikuwe religieux. Manake yule ambaye najua mimi nazoea kwenda kanisani, kuwa yule ambaye najua Yesu kwa upekee. Usikuwe ule ambaye nasema kwani ninakaa na utaratibu ndio kwa maana mimi sasa nimekuwa na mchungaji. Fanya angalisho, kuwa yule ambaye anasema niliitwa na yule aliye hai peke yake. Kwani nakwambia kwamba nilikutana naye. Nilitoka hapa. Kwa maisha yangu najua, na wengi wenu wanajua labda, nilifanya aksida mara 6. Na kuna aksida ambayo nilifanya watu wote walikufa. Watu 10 ndani ya gari. Boom, gari mbili imekutana. Lakini mimi peke yangu nilitoka, nikatembea na nikaenda. Na nilipokimbia hapa nilifanya aksida. Gari ilipinduka, bisi ilipinduka, wapi Kampala. Watu walikufa, lakini nilitoka hai hadi nilifika Nairobi. Nilipofika Nairobi, twende haraka. Maisha yangu ilikuwa ni maisha ya ajabu. Sijue kati yenu wangapi mama zao wamekwisha wachukua wakiwa wakifanya usharati na mwanamke ndani ya chumba. Mwanamke asiye bibi yako. Ni wangapi kati yenu? Sidhani. Mama mzazi. Ni wangapi kati yenu wake wao wamekwisha kukutana kwa kitanda ya ndoa wakifanya usharati? Ni wangapi? Lakini kuna kitu moja, na hiyo kitu ninasema asante kwa mke wangu, kwani kuna masamaha. Usinione mimi, ujiangalie peke yako ndani ya maisha yako, ndugu yangu. Aliyeniita aliniambia ukanene uliyoona. Ukayanene kwa wengine. Ukayanene ili wakajua ya kwamba mimi ni Mungu ambaye anayebadilisha maisha ya mwanadamu. Kama yuko nami sema hallelujah. Amen. Ndio nilifika Nairobi na mambo yangu ilikuwa ni kama hiyo. Alafu siku moja nilisikia ya kwamba President Kabila atafika. Nilifanya nguvu yangu nikamuona President Kabila baba. Nilifanya nguvu yangu nikamuona, lakini ni mlango ulikuwa imefungwa kwa ambasada. Au paswi. Sijui kwa nini. Alipokuwa kwa hoteli moja Nairobi, wanajua hoteli Hilton, nilishimama pembeni, nilikuwa nikipepea kaona. Huyo ni Crispin huyo. Nilitoka kwa kundi nikamfuata, ni mimi. Kaniambia kwa nini hukuje Kinshasa? Nawaambia waniruhusu. Akaniambia nakutaka. Kawaambia walikuwa hapo. Tulienda. Lakini aliniambia kitu moja, unanuka sigara. Nikasema ndio navuta. Mimi nilivuta tangu miaka 18. Na kila siku iliyopita nilikuwa nikitafuta namna yangu yote ya kuacha sigara. Na hapo ni miaka 33 ans. Na unajua Biblia inakwambia nini? Kwa miaka 33 ilikuwa nini? Ni miaka ambayo tunaita miaka ya Kristo. Miaka ya kuinuliwa. Hallelujah. Sema na mimi Bwana yu hai. Bwana yu hai. Ndio. Yesu yu hai. Kwa nini? Kwani aliponiambia nanuka sigara akaenda. Na nilikuwa najua ya kwamba mzee alikuwa anipenda sana. Si tulianza pamoja? Si tunajua? Nilirudi nilifuata conseiller wake kwa ambasada. Conseiller wake aliniambia, wewe unadhani hatujui mambo unayofanya? Wewe unachukua watu waende kutupiga vita. Na huko mahali hii kugabulia watu pesa ili waende kutupiga vita. Nikasikia inakuwa nyingine. Kwani anasema tunajua. Kwa nini? Kwani na mke wangu ambaye anafanya mambo ya kusaidia watu. Na Nairobi alipokea pesa $20,000 nadhani ya Communauté Methodiste Canada ya kugabulia wa refugee ambao walikuwa na shida. Na alianza kugabulia wale wa refugee pesa. Kumbe ilikuwa ni wivu ya ambasada, na ambasada ilitaka kupanda kama inapanda rapport, na wanasema
ndio huyu yuko hapa na iko wanaangaje watu kwenda kwa vita. Alafu hiyo ndiyo ilikuwa kwa mzee. Nikasema nakutaka Kinshasa ndio hiyo mambo imenuka mabaya. Lakini nikasema kitu moja, ningekuwa sivuti sigara ningeenda naye. Na namna sikuenda naye, wacha sasa nitafute namna kuacha sigara. Wanasema ukafungulia mlango kidogo kwa Mungu, anachukua yote. Amen. Biblia inakwambia kwamba nabisha mlangoni. Nabisha mlangoni. Nilienda kwa ndugu yangu mmoja akaniambia nikamwambia mke wangu mimi nataka acha sigara sasa. Kwani singelikuwa nikifuta, tungeenda pamoja na tungeenda pamoja ningepata kujieleza. Biblia yangu akaniambia jikaze sasa uache. Nikasema ndawezaje? Kulikuwa wajana wawili, mmoja wa Burundi na mmoja wa Rwanda, walikuwa wakienda kwa mke wangu. Mmoja iko bishop kwa Eglise wanaita nini? Eglise Communauté Baptiste ya Bujumbura moja. Na uhusiano na Status of America. Na mwingine yuko anakuwa Nairobi ana kanisa sasa hivi. Alafu wale vijana wawili niliwaambia mnisaidie kuacha sigara. Walisema tukienda kwa maombi kwa siku 3 kufa na kufufuka kwa Kristo utawacha. Nikamwambia hapana. Mimi baba yangu si anaomba Mungu kila siku. Mama yangu anafunga kwa kuomba Mungu kila siku. Sinajua. Kama mnataka basi, si tunasikia wanasema oh Benit. Hatusikiage? Wao usikia oh Benit. Sasa nikasema simuombee basi maji nikunywe maji niache. Si ni oh Benit basi. Wakaniambia hapana, ukataka basi utatufuata. Na kweli nilikuwa na haja niache sigara. Nilifanya miaka nikikumbuka nilifungiwa kwa gereza siku moja Centrafrique, Brazzaville. Nikasikia kiu, nikavuta karatasi. Na unakumbuka vipi? Hallelujah. Bwana asifiwe sana. Kanisa Yesu yu hai. Na mwambie mwenzako Yesu yu hai. Ndio. Nilikubali. Tulienda kwa chumba kadogo. Metra 3 kwa metra 4. Kadogo sana. Wakaniambia tuingie kwa maombi. Tuliingia huko kwa mafungo siku 3. Alafu tulipoomba siku ya kwanza nikasikia kwamba kuna mtu mmoja ambaye najua hapa. Sitaki taja majina ya watu. Amekuja Nairobi. Nikaenda kumwangalia kwani nilikuwa na haja ya pesa. Nilikuwa nikifanya nikatuma mtu aende uza gari yangu, anauza, anachukua pesa kwa mfuko, anapotea zake. Unajua kuna mara ambamo Biblia yakwambia ukasoma Kumbukumbu la Torati sura 8 mstari wa 2. Biblia inakwambia utakumbuka miaka 40 niliyokutuma ndani ya jangwa ili nikupime, ili nikushushe, ili nijue ya kwamba unanifuata ama hapana, nikajue nini ya kweli iko ndani ya roho yako. Mungu akuweka ndani ya shida iliyokufikia, kwani Mungu ataka kujua nini ya kweli iko ndani ya roho yako. Kama yuko nami sema amina. Amen. Kanisa ni neema kwangu kusimama hapa unajua. Na nimefurahi sana kusimama mbele yenu ili nikakwambia kwamba Yesu yu hai. Kwani siku hiyo tulienda kwa maombi. Tuliomba Mungu siku ya kwanza, lakini naona wenzetu wanaomba saa 2, saa 3, mimi nimekosa maneno sasa. Naona watu wanaomba, sasa mimi nimemaliza sasa. Kumbe sikujua ya kwamba kuomba Mungu pia wanaita nini? Don. Tunaisema nini? Hallelujah. Sikujua ya kwamba kuomba Mungu ni karama. Na hiyo karama haipewe na mwanadamu. Sio zoezi. Ndio kwa maana Biblia inakwambia wengi wenyu wananiomba lakini kwangu ni kama fujo ndani ya masikio yao. Ni karama. Na mbele ya kuingia basi naombe Mungu akupe na hiyo karama. Waliomba 30 minutes nimekosa. Sasa nimesema sasa watu wanatosha maneno yapi? Na wanasema wanatoka jasho, mimi nimekwisha yangu iisha. Naanza kuangalia. Alafu nilikumbuka kitu moja.
Mikwaju itiapo giza na kivuli. Hiyo manyimbo ya kitoto. Si unajua hiyo manyimbo tunaiba hapa? Sasa hiyo manyimbo kwangu ikakuwa maneno ya maombi. Mikwaju. Hallelujah. Unanifuata eh? Ambia mwenzako amka. Hiyo kanisa la Bwana jua ya kwamba haipiti bure. Jua ya kwamba wale watoto wakaimba nyimbo za Mungu haipite bure. Kuna siku ambayo itakayosaidia. Na hiyo siku ni siku ya kukutana na Bwana. Ndio tulienda kwa maombi. Siku ya kwanza kwangu ilikwisha na waangalia. Alafu wale rafiki walipofika nilienda, alafu mmoja akaniambia, "Hauna sigara?" Wacha niseme namna nisema, "Zancha, hauna shimboki?" Nilimwambia sina. Akatosha pakea Marlboro. Akanipa. Si unajua Marlboro? Nikaichukua. Nikaanza kwanza ndani yangu. Nikaichukua. Nikaipatia kijana alikuwa akinisindikiza. Nikamwambia twende. Nikachukua hiyo pake, nikaiweka kwa dirisha nyumbani, nikaenda huko kwa maombi. Siku ya pili kapita, siku ya tatu sasa sikia hapo ndugu yangu. Wanasema tumemaliza maombi, leo ndio siku ya mwisho. Sasa tutawacha Mungu anene. Nikasema sasa hao ni warebeli hao. Situlisha sema sinaisha sasa. Wakasema wacha tuzungumze. Ilikuwa saa ngapi? Ilikuwa 4h du matin. Na 4h du matin kuna giza. Unajua mimi natoka kwa nchi moja ambapo 4h du matin siku nyingine mwangaza jua waka. Kwa ni 24h ya jua, 24h ya giza. So unajua Jeremy? Amen. Hiyo 4h du matin mimi niko kwa kitanda, wao wako hapo chini. Alafu nasikia mlio kama avio ambayo imeshuka na mnaijua. Na mnaingia kwa masikio. Nimefungua macho yangu kuangalia ni nini. Mwangaza mkubwa moja kilishukia mahali nilipo. Boom! Nasema ni nini? Ni mimi. Najigusa ni mimi Crispin aliye hai. Ni wa kweli. Naona mwangaza alifinika. Wakinichukua ndani ya mwangaza. Wanibeba mahali ambapo hao wawili wamelala. Na huyo mmoja ambaye tukiita pastor, alikuwa jina yake Pastor John, amelala, ametoka Burundi, alilala kama jiwe. Na huyo pembeni Frere Oscar, tulimuita Frere Oscar, alikuwa akiamuka na kiambia John amuka, Crispin anapata neema. Na mimi nimemwona akiamuka. Mimi sikujua ndugu yangu ya kwamba huyo John hakuwa anafunga, sikujua. Tulikuwa kwa mafungo, alituongoza, lakini hakuwa anafunga, sikujua. Sijui aliyokuwa ndani yake. Lakini niliniambia, nilisikia wanasema Oscar akilalamika, John amuka, Crispin anapata neema. Walinichukua tena kwa kitanda, ndani ya mwangaza mkuu. Sio kwamba mwangaza ya jua, sio kwamba mwangaza ambao tunaona wataa, sio kwamba mwangaza ambao tunazoea wa kawaida. Ni mwangaza wa ajabu. Nilisikia sauti kwa masikio yalikuwa yangu, unataka nifuata? Nikasema ndio Bwana nataka. Kama yuko nami sema hallelujah. Nilisema ndio Bwana nataka. Na ni hivyo ndugu yangu. Usipokubali unataka, hawezi akakubeba, hawezi akajiingiza ndani yako. Ni kupenda kwako. Ni wewe ndio utasema mimi nataka. Ni wewe ndio utasema. Unaweza kaombea nani? Mtoto wako, ndugu yako, mkubwa yako. Lakini jua kitu moja, anakuuliza ni wewe pekee unataka, na ni wewe utakayejibu. Kwani siku hiyo nilijibu, nilisema ndio nataka. Na aliniambia kitu moja, wacha dhambi nifuate. Nilimwambia nitawezaje usiponipa nguvu? Ilipokatika ndugu yangu, nilisikia ni kama mambo nyingine sijawahi kusikia kwa maisha yangu.
Nilisikia ni kwamba siku ambayo nilichukuliwa Kavumu, niliwekwa pembeni, wakaua watu, na mimi masasi kwa kichwa yangu, wakaniambia toka wende. Nilisikia ya kwamba ni siku niliyochukuliwa kwa njia ya kukimbia, masasi kwangu, bunduki kwangu, lakini wakaniambia wende. Nilijua kitu moja, ya kwamba yeye yu hai na ni mwaminifu kwa mambo yake. Nilijua kitu moja, ya kwamba hakuna kitu ambayo yaweze akaziwia akatende mambo makuu ndani ya maisha yako. Alikuchagua kwani ni Kristo. Ambia mwenzako Yesu yu hai. Sema tena Yesu yu hai. Ilipofika hapo, nilitaka kushuka kwa kitanda, nilisikia miguu yangu imevunjika. Nilisikia mate ndani ya kinywa imekuwa moto. Nilisikia nywele zangu ni kama imetoka. Nilikuwa na woga pekee, woga wa ajabu. Nilisema hawa ndio ulozi. Kwani hakuna kitu tuogopa sisi kama ulozi. Na sisi tutachukua ulozi tukiona watu wakipiga. Ndugu yangu, acha nikwambie, sio hiyo ulozi. Na kama unapenda kufunzwa kwa ajili ya ulozi, basi sikia siku nyingine nikakufundisha ulozi ni nini. Kwani nakwambia kuna walozi wengi wanakaa hapa mbele wakivala msalaba na kusema sisi ni watumishi. Na sio hiyo ambayo unajua ulozi ndio ulozi. Sio kwenda, kwani ni processes ambayo inafika hadi kwa mwisho. Kwa kusema kwa makanisa nyingi unaangalia mtu, unaona anakuwa na nywele mweusi, wanasema ndiye huyo. Tunakuwa na watu ambao wanapiga njiani wakisema ni warozi. Bongo. Sema na mimi Yesu yu hai. Yesu yu hai. Nyosha mkono na sema Yesu yu hai. Yesu yu hai. Biblia inaniambia kwa Luka sura 17 Luka sura 17 mstari wa 34 nasema nini hadi 37? 17:34 hadi 37 Biblia inasema, nawaambia usiku huo watu wawili watakuwa katika kitanda kimoja, mmoja atatwaliwa, mmoja ataachwa. Wanawake wawili watakuwa wakisaga pamoja, mmoja atatwaliwa, mmoja ataachwa. Watu wawili watakuwa shambani, mmoja atatwaliwa, mmoja ataachwa. Wakajibu wakamuuliza, wapi Bwana? Akawaambia, ulipo mzoga ndipo watakapokutanika tai. Amen. Bwana useme amina. Amen. Ndio kwa maana nakwambia, kwa nafasi uliko, hapana kuangalia mwenzako kwa kushoto ama kwa kuume, lakini ujiangalie peke yako. Kwani kwa siku hiyo mmoja atatwaliwa na mwingine ataachwa. Wanawake wawili watakuwa pamoja, mmoja atatwaliwa na mmoja ataachwa. Jua kama habari za wokovu sio habari za sisi tumeokolewa, lakini mimi nimeokolewa. Kama yuko nami sema haleluya. Amen. Ndugu yangu, hao wawili nilipoambia, ilikuwa kwa chumba kidogo, sio kwa kanisa kubwa. Waliwakisha taa kama wanaita kapagani, si tunaijua. Kwani hakuwa na stima, hakuwa na moto. Nilipowaambia, niliona huyo Oscar anaanza kucheza, huyo John anapiga magoti. Ndio sana nilisikia kwamba kumbe huyu hakuwa nafunga. Akaanza kuomba huruma, Baba unisamehe.
baba ya kweli, wacha na niseme ukweli, mimi sijafunga hata siku moja kwa siku hizi zote. Mimi nilikuwa najua ni muombaji mkubwa. Oscar alianza kucheza, alicheza. Alafu hakuna ambaye aliniambia ni nini. Mimi nikasema kweli hao watu ni wote, ndio warozi hao. Nikawakimbia, nikaenda kwangu nyumbani. Nikamwambia bibi yangu aliniambia français moja, pourvu que ça dure. Hallelujah. Baada ya yote basi wache kawie. Kwani mimi sio mtu wa kawaida, usinione hivi. Hallelujah. Mimi nilikuwa mtu wa changement de fréquence. Utaniona hivi saa nyingine miniti mbili nyingine. Unajiuliza ni ule. Nilienda kwa maombi. Nilifika nyumbani kwangu nikamwambia mke wangu acha niende mahali unaombea. Tukaenda kwa maombi. Na huko kwa maombi wakasema neno nzuri tu nilisikia baada ya kanisa. Wakasema sasa tangu leo tunaanza siku 7 ya ukombozi. Tulirudi nyumbani. Si unakumbuka nilikwambia niliacha Marlboro kwa dirisha Tukarudi nyumbani nikasikia kiu. Nikaangalia pembeni hakuna mtu, nikachukua. Mimi nilisikilizana na mtu ya kwamba sitavuta. Niliambia mtu sitavuta tena. Hakuna. Niliangalia hakuna na niona. Nikaenda nyuma ya nyumba. Niliwasha sigara 1, 2, 3 naanguka hapa na tupa sigara pale na shimama nasema nini hii? Naenda nachukua. Na weka sigara kwa kinywa mimi hapo sigara huko nasema mie Crispin. Naenda nachukua sigara mimi hapo chini huko. Ile chini. Naamka na shimama naenda kwa chumba nalia kama mtoto. Mke wangu anakuja nani amekufa? Namwambia wao usikie nimefanya dhambi. Dhambi gani? Nimevuta sigara na cheka si unavuta tu. Mavuta. Hallelujah. Omba basi ishe. Nikamwambia hapana siwezi. Hiyo sio hivyo. Nilisikia huko kwa kanisa wanasema kuna posho moja ya maombi ya ukombozi. Nilienda huko. Posho nzima tena ndani ya maombi. Baada ya posho moja nilikuja ona kitu moja ndugu yangu. Nilikuja kuona ya kwamba hakuna mtu ndani ya maisha ambaye anasema mimi ndiyo pekee. Uliza mwenzako wewe ni nani? Si nilikwambia Yesu namfahamu. Paulo najua. Yesu namjua. Paulo namfahamu. Ama Paulo najua ni nani. Kwani Paulo ajulikana sio kupitia yeye pekee. Paulo ajulikana kupitia yule aliyekuwa ndani yake. Sikujua ndugu yangu. Sikujua ya kwamba nchini ambamo ninamotoka watu wawili wanaamuka kwa kitanda moja. Mmoja anasema huyu ni mtusi, sio ndugu yangu. Anachukua kisu, anamweka ndani. Sikujua ya kwamba watu wawili wanaweza wakatembea siku moja. Lakini mmoja anasema huyu sio ndugu yangu. Anachukua mpanga, anamkata kwa shingo. Sikujua najua ya kwamba mtu sio pekee. Usipokuwa na Kristo, usipokuwa na Roho Mtakatifu, Roho wa Bwana ndani yako, una roho nyingine, na hiyo roho nyingine ya kuongoza ni kwa mauti. Sikuwa najua ya kwamba mtu anaweza kaamka asubuhi na kuchukua kijana na kusema weka hapo nifanye usharati nawe. Sikuwa najua. Sikuwa najua ya kwamba kanisa imejaa na roho isiyokuwa ya Mungu. Wewe watembea kwa barabara. Mtu akukutana uchukue pesa kwa sakoshi, chukua. Hakuna maleta, hakuna hata karatasi moja inaandikiwa nimechukua pesa. Unadhani ni roho yako? Kwani umeiba wengi? Wacha nikwambie kanisa, fanya angalisho. Fanya angalisho. Tunaua pasipo kujua.
Kama yuko nami sema amen. Amen. Na nikikwaza wewe tubu na utakombolewa. Sikujua ya kwamba ndani mwangu kulikuwa na roho isipokuwa yangu, na ilikuwa ikinitembeza, na hiyo roho ilikuwa ikinibeba kila siku kwa lufu. Na ndio kwa maana nilifanya accident mara 6, watu wote wakufe. Lakini kuna kitu moja ya kwamba ndani mwangu nilikuwa na hii ambayo nakutolea saizi ya kukwambia Yesu yu hai. Na ndio kwa maana nisipofika siku ya leo singelipashwa kufa baada ya kwambia ya kwamba kuna yule aliyekufilia msalabani, na yule jina yake Yesu Kristo aliye hai, na yule ataka kukuokoa, na yule ataka kukugusa, na yule ataka kubadilisha maisha yako. Usiwe tena Mkristo wa kawaida, lakini uwe yule ambaye alikutana na nguvu za yule aliye hai, Yesu Kristo mwenyewe. Ameketi, amekaa. Unajua ndugu yangu, nakwambia, unaona filme, hata watu wa filme wanajua. Ukaona tipe amekuja, unasikia sauti inaanguka boom boom, na wanaanzia wapi? Wanaanza kwa miguu. Kwa nini? Kwa amekuja na habari ya amani, habari ya ukombozi, na yule ni Yesu Kristo aliye hai. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Nilichukuliwa hapo. Nilienda kwa kanisa, nilipita kwa ukombozi. Nilichukuliwa nikaenda kwa pori, nikafanya mwezi mmoja. Kwa nini? Huyo Oscar akaniambia, Crispe, unayoona, wacha tusome katika Yohana sura 20. Yohana, Injili ya Yohana sura 20. Mstari wa 29. 29. Yohana sura 12 mstari wa 29, Biblia inasema, Yesu akamwambia, wewe kwa kuwa umeniona umesadiki, waheri wale wasioona wakasadiki. Amen. Biblia yakwambia, kwa kuwa uliona umesadiki. Sasa heri wale waliokubali pasipo kuona. Heri wale waliosadiki pasipo kuona. Na yule akaniambia, kwa ajili uliona, jua ya kwamba maisha yako itakuwa maisha nyingine. Itakuwa tena maisha ya kawaida, kwani uliona. Jua ya kwamba kuna wapape wengi wanatoka Rome, hao wanaitwa tunasema wakuu wa kuhani wa kanisa, ambao hawakuona mambo ambayo umeona. Kuna watu wengi wanakaa hawakupata neema ya kuona ile uliyoona. Na kwa ajili uliona, huwa kwamba maisha yako nzima itakuwa ni maisha ya vita. Lakini nakupatia kitu moja. Hiyo wanaita strategy, mpango. Kuja nami. Tulienda ndani ya pori Nairobi, wanaita Karura. Tulifanya mwezi mmoja ndani ya pori kwa maombi. Ndio kwani niliona ya kwamba yes, nimefika. Sema Yesu yu hai. Mimi sikufanane tena. Mimi nimekuwa ngamo nyingine na nimeitwa naye, kwani yeye yu hai ndani ya maisha yangu na ninatembea naye. Nikasema Yesu yu hai. Hallelujah. Unipende, usinipende, aliniita na kaniweka, na nikakwambia yeye yu hai, nataka kukugusa na kubadilisha maisha yako. Jina la Bwana libarikiwe. Amen.
Nilirudi ndani ya kanisa Nairobi, wachungaji watatu, Pastor Osea, Pastor Feza, Pastor Rolandano, walipata maono wakasema muweke kando kwa ajili ya kazi mkubwa ambayo naenda nikamwandalia. Sikujua ni nini. Nilienda huko na mambo ilikuwa kama hivyo. Nataka na leo wewe ukatembelewe. Kama unataka hivyo, nyosha mkono ama simama mahali ulipo, alafu tukaomba. Ikiwa unataka Mungu